Jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro linamshikilia mtu mmoja aitwaye Beatrice Gabriel Urassa mwenye umri wa miaka 59 kwa tuhuma za mauaji ya watu 4 ambao walifariki dunia kwa nyakati tofauti wakiwa wanapatiwa matibabu katika hospitali ya Machame na hospitali ya wilaya ya Hai. Waliofariki dunia ni Hamida Hamis Kweka miaka 26, Robson Edson Meena miaka 34, Ismail Exaud Uronu miaka 34 na Kamama Exaud Uronu miaka 45, wote wakazi wa kitongoji cha Kinyaro, kata ya Mnadani, wilaya ya Hai, mkoa wa Kilimanjaro. Uchunguzi wa awali umebaini kuwa mtuhumiwa huyo anadaiwa kuwapatia dawa za kienyeji watu hao ambao ni ndugu wa familia moja na kupelekea kufariki dunia wakiwa wanapatiwa matibabu Julai 5 majira ya usiku. Hata hivyo, jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro linaendelea na uchunguzi kuhusiana na tukio hili, na pindi utakapokamilika taratibu nyingine za kisheria zitafuata. Awali, Amina Kweka ambaye ni ndugu wa waliofariki akihojiwa na Ayo TV ameeleza jinsi alivyokuta dawa hizo za kienyeji katika chumba cha marehemu. Naitwa Amina Hamis Kweka. Mimi kugundua kuwa ameenda kuchukua dawa kwa huyo mtu ni baada ya tukio kutokea, kuingia ndani kusachi sikute ni chupa sumu amekunywa labda akatupa hapo ndani. Lakini sisi nilipoingia pale ndani chini ya godoro langu nilikuta hiyo dawa, na nilipoikuta hiyo dawa nikabidi nimuite yule mtoto anaozoea kutembea naye. Nikamuuliza, "Hebu niambie unapopandaga na shangazi yako uko juu anaendaga hapa?" Akaniambia anaendaga kwa mama mmoja pale juu. Nikamwambia mama design gani? Akaniambia mama Mnene. Nikamuuliza mama Asia, nikamwambia akaniambia ndio. Anavyoendaga, akamwambia anavyoendaga mimi shangazi ananiachaga kwenye kiti, anamchukua huyo mama anamchukua anamuingiza kwenye chumba, alafu akija kwenye chumba kuna kitu kama anakifanyaje, anakificha kwenye nguo. Nikamwambia aha. Na alivyokuwa anakificha kwenye nguo anaambiwaje? Akaniambia aliambiwa arudi hata na Jumatano. Jumatano huyu akakataa kwenda naye, akairisha kwenda Jumatano kwa huyo mama. Kwa huyo mama mlijuaje hizo dawa ndo zimetoka huko? Tulijua kutokana na maelezo ya mtoto aliyokuwa anatembea na huyo mdogo wangu. Huyo mama huwa anafanya kazi gani? Huyo mama tunamuelewa maarufu kwa sababu ya kutoa mimba. Lakini ni mganga. Yani kwa jumla ni mganga. Yani ni maarufu kwa madawa hayo ya kienyeji. Ndio. Hapana. Wala mimi nahisi hiyo dawa hakubeba kwa sababu ya mimba, labda alikuwa na sababu zake, lakini mimi sikuweza kuzitambua, maana hata kwenda kuchukua hizo dawa hakuna aliyekuwa anajua yote mpaka tukio lilivyotokea. Kuingia ndani tukakuta hizo dawa, ndo tukapeleleza tukaambiwa kuwa ametoka kwa huyo mama kuchukua. Yani pia hapo itakuwa ni vigumu mimi kugundua, maana ile ilikuwa ni kama siri yake. Mimi naitwa Amina Hamisi. Aliyefariki Hamida Hamisi ni mdogo wangu. Ismail Exaud Uronu ni kakaangu. Ripoti za Ayo TV na millardayo.com kutoka mkoani Kilimanjaro na Godfrey Thomas Ng'omba.